Habari za baraka ndugu zangu katika Kristo. Leo tunaingia katika somo moja la uchungu kutoka Hesabu sura ya 11, hadithi ya kware na malalamiko. Tutaona jinsi watu wa Israeli walivyobadilika kutoka kushukuru ukombozi hadi kulalamiko kuhusu baraka za Mungu. Hesabu 11:1 inasema watu wakanung'unika vibaya masikioni pa Bwana, naye Bwana alipoisikia hasira yake ikawaka, moto wa Bwana ukawaka miongoni mwao, ukateketeza baadhi ya wale waliokuwa mwisho wa kambi. Hii ni hadithi ya kutisha lakini yenye mafunzo makuu kuhusu shukrani, imani na hatari ya kutokuridhika na baraka za Mungu. Hebu tusome pamoja fungu hili muhimu. Israeli walikuwa wamepata mana kila siku, chakula cha uchawi kutoka mbinguni. Lakini badala ya kushukuru walianza kulalamika. Hesabu 11:4-6 watu wa mchanganyiko waliokuwa miongoni mwao wakatamani tamaa mbaya, nao wana wa Israeli nao wakaanza kulia tena, wakasema, nani atatupa nyama tule? Tunakumbuka samaki tuliokula bure huko Misri, na matango na matikiti maji na vitunguu porojo na vitunguu na kitunguu saumu. Lakini sasa nafsi yetu imekauka, hakuna chochote isipokuwa mana hii mbele ya macho yetu. Ni ajabu. Wanakumbuka chakula cha Misri lakini wanasahau utumwa. Kuna mambo matatu muhimu tunayoyapuuza katika hadithi hii. Kwanza, mstari wa 1 unasema moto uliwaka mwisho wa kambi, si katikati. Mungu alianza adhabu kando, akiwapa nafasi ya toba. Pili, mstari wa 2 unaonyesha jinsi maombi ya Musa yalivyozuia adhabu zaidi. Musa aliomba kwa Bwana, moto ukakoma. Huu ni ufunuo wa nguvu ya uongozi wa kiroho. Tatu, mstari wa 31 unasema kware zilizuka kwa mwendo wa siku moja pande zote za kambi. Hii ni umbali wa kilomita 30 ondoa 40. Mungu hakutoa kware chache, alitoa wingi usiofikika. Lakini bado hawakuridhika. Hadithi hii inaonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Israeli walibadilika kutoka kushukuru hadi kulalamika. Walikusanyika nyama kwa siku nzima na usiku, kila mtu angalau homeri 10, karibu tani 3. Lakini Hesabu saa 11 na madakika 33 inasema, nyama ilipokuwa bado kati ya meno yao, kabla haijamezwa, hasira ya Bwana ikawaka juu yao, naye Bwana akawapiga watu kwa pigo kubwa sana. Kutokuridhika kulileta adhabu. Mahali pale pakaitwa Kibroth Hataava, makaburi ya tamaa. Tamaa isiyo na kikomo inaweza kuwa kifo cha kiroho. Tunajifunza kwamba baraka za Mungu zinahitaji shukrani, si malalamiko. Hebu tuwasikilize wanyamapori walivyoona tukio hili la kushangaza. Ndugu zangu, mimi sikuelewa. Mungu alinituma ili niwe chakula kwa watu wake, lakini hawakushukuru. Badala yake walinikusanya kwa tamaa kubwa. Ni jambo la kushangaza, dada kware. Hawa binadamu wamepewa baraka kubwa, ukombozi, mana ya kila siku, uongozi wa Mungu. Lakini wanaona tu kile wasichokiwa nacho. Mimi nasikitika, marafiki. Tamaa iliyowaongoza imesababisha kifo. Wangependa kujifunza kutoka kwetu wanyamapori, tunakula tunachopewa na tunashukuru. Somo hili linatufundisha mambo muhimu matatu. Kwanza, jifunze kushukuru baraka za Mungu ulizo nazo sasa badala ya kulalamika kuhusu unachoukosa. Israeli walikuwa na mana, maji, uongozi wa Mungu, lakini walitamani samaki za Misri na kusahau utumwa. Pili, kumbuka jinsi Mungu alivyokuhifadhi katika nyakati za shida. Yeye aliyekulinda jana anaweza kukulinda leo na kesho. Tatu, omba kwa ajili ya viongozi wako kama Musa alivyofanya. Maombi ya viongozi waaminifu yanaweza kuzuia adhabu za Mungu. Je, una shukrani au malalamiko? Je, unakumbuka baraka za Mungu za zamani? Je, unawaombea viongozi wako? Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, tunaomba msamaha kwa nyakati tulipokuwa na malalamiko badala ya shukrani. Tunakumbuka baraka zako nyingi, familia, afya, chakula, makazi na hasa wokovu wetu katika Yesu. Tufundishe kutoshukuru badala ya kulalamika. Tuwaombe viongozi wetu kama Musa waweze kutuongoza kwa hekima na kutuombea. Katika jina la Yesu, amen. Asanteni kwa kufuatilia. Msimame imara katika imani na daima mkumbukeni Mungu ni mwema. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.